Naam, hujambo na karibu katika Mwangaza wa Kididi awamu ya saa moja. Jina langu ni Sara Nzilani. Watu 4 wameshtakiwa katika mahakama ya Milimani kwa kula njama ya kuwalaghai wafanyi biashara tofauti kwa kudai kuwa wanaweza kuagiza sukari kutoka Brazil hadi Kenya. Katika shtaka la kwanza, wanadaiwa kula njama kwa tarehe tofauti kati ya Mei 15 mwaka 2023 na Oktoba mosi mwaka wa 2023 katika kaunti ya Nairobi. Wanadaiwa kumlaghai Rais Mohamed zaidi ya milioni 45 kwa kusingizia kwamba walikuwa na uwezo wa kuagiza sukari kutoka Brazil, jambo ambalo wanadai walijua kuwa si kweli. Washtakiwa Mary Muthoni Gitonga, Abdi Khan, Nur Hassan na Grace Waiguna walikana mashtaka hayo. Pia wanakabiliwa na mashtaka ya ziada ikiwa ni pamoja na kupata pesa kwa njia ya uongo na kula njama za kutenda uhalifu. Kwa jumla wanakabiliwa na mashtaka 8 katika hesabu tofauti. Wanadaiwa kujipatia shilingi milioni 18 kwa njia ulaghai kutoka kwa Sadia Abdi Mohamed. Vile wanashtakiwa kwa kupata shilingi milioni 6.7 kutoka kwa Wario Godana Kalicha. Kupitia kwa wakili wao, washtakiwa hao wameomba kuachiliwa kwa dhamana. Mahakama imepanga kutoa uamuzi kuhusu ombi la dhamana siku ya Alhamisi. Kididi FM kwa habari moto. Na kumetokea vurugu katika kituo cha afya cha Jengas katika kijiji cha Karii, Mwea Magharibi, kaunti ya Kirinyaga, baada ya watu 3 kukimbizwa katika kituo hicho wakiwa wamepoteza fahamu kwa madai kuwa walikunywa pombe yenye sumu. Kulingana na wakazi wa kijiji cha Kariri na Kangai, waathiriwa walikuwa wamekunywa pombe hiyo haramu katika kituo cha ununuzi cha Kangai. Wakazi hao pia walikabiliwa na serikali ya kaunti ya Kirinyaga wakishtumu kwa kutoa leseni ya baa zaidi katika maeneo ya Kangai na Kathiga licha ya wasiwasi mkubwa kuhusu unywaji wa pombe kupita kiasi. Wawili kati ya waathiriwa walihamishwa katika hospitali ya Kerugoya wakiwa hali mbaya, huku 3 wakiendelea kupokea matibabu katika kituo cha afya cha Jengas. Sera Njeru, mkazi wa eneo hilo, amedai kuwa pombe hiyo inatengenezwa katika maeneo ya karibu na Marura na Kangai. Wakazi sasa wanaitaka serikali kuingilia kati mara moja ili kukabiliana na tishio linaloongezeka la pombe haramu na kuhakikisha uwajibikaji miongoni mwa afisa usalama na mamlaka za kaunti. Wenyeji waliojawa na ghadhabu wakiongozwa na MCA wa wadi ya Kangai Wambu Njiru na mwanajamii Demis Murimi wamekashifu serikali wa eneo hilo kwa kukosa kudhibiti unywaji pombe haramu uliokithiri katika eneo hilo. Murimi alishtumu timu ya usalama kwa kupuuza wajibu wao. Kididi FM kwa habari moto. Na katika habari zingine, msikilizaji, ni kuwa kamati ya bunge ya kitaifa ya afya imeunda kamati ya uchunguzi ya kutathmini sakata ya upandikizaji wa figo katika hospitali ya Mediheal mjini Eldoret. Akizungumza, mwenyekiti wa kamati hiyo James Nyikal amesema kuwa uchunguzi huo utatafuta kufichua maelezo ya kina kuhusu kashfa hiyo na kama kulikuwa na ukiukaji wa maadili. Ameongeza kuwa pia watakuwa na nia kuchunguza kushukiwa kwa uhalifu uliofanywa katika kituo hicho. Hospitali hiyo kwa sasa inachunguzwa kwa madai ya kuvuna figo kutoka kwa Wakenya maskini ambao waliripoti kulipwa shilingi zaidi ya 1,200,000 na kisha kuziuza kwa wapokeaji katika mataifa ya kigeni kwa shilingi milioni 3.2 kila moja. Haya yanajiri baada ya ujumbe wa kina wa kutafuta ukweli wa timu ya taaluma mbalimbali iliyoteuliwa na Wizara ya Afya kufichua maelezo ya kulaani kuhusu uwezekano wa ulaghai wa viungo unaohusisha raia wa kigeni. Aidha, Waziri wa Afya Aden Duale amewasimamisha kazi maafisa wawili wakuu wa wizara, Daktari Maurice Wakambubi, kaimu bosi wa KBTTS, na Daktari Evelyn Chege, kiongozi wa kiufundi aliyeongoza timu ya uchunguzi. Ametaja kuwa hii itaondoa migongano ya kimaslahi inayoweza kujitokeza wakati wa uchunguzi ukiendelea. Waziri amemteua Daktari Martin Serugo, naibu mkurugenzi mkuu wa huduma matibabu, kuchukua usukani wa KBTTS katika kipindi cha mapito. Kididi FM kwa habari moto. Na katika habari zingine, kwa maafisa wa usalama wameokoa watu 57 waliokuwa
wameugua ambao wamekuwa wakitafuta uponyaji katika kanisa lenye utata la Melkio Joseph Mission Messiah huko Rongo, kaunti ya Siaya, kwa kusitisha shughuli za maombi katika kanisa hilo. Naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Rongo George Maturunda, ambaye ameongoza timu ya maafisa wa usalama waliovamia kanisa hilo na kuokoa wagonjwa 57 waliokuwa wakitafuta uponyaji katika kanisa hilo, amesema watachukua hatua nyingine muhimu ya kisheria. Maturunda amedokeza kuwa kitendo kilichogawiwa na kitendo chao kilichangiwa na kufariki kwa watu wawili waliofariki kanisani hapo walipokuwa wakitafuta uponyaji ndani ya wiki moja iliyopita. Amesema kanisa hilo kwa sasa liko chini ya uangalizi wa maafisa wa polisi. Familia hiyo inadai kuwa kanisa hilo, kwa msaada wa bintiye marehemu ambaye pia amekuwa akiishi kanisani hapo kwa zaidi ya miaka 10, walikuwa wakipanga kumzika mtoto wao katika kanisa hilo. Binti wa marehemu Jacinta Achieng, ambaye pia amekuwa kanisani kwa miaka mingi, amesitiza marehemu babake katika wosia wake aliashiria kwamba azikwe katika kanisa hilo. Kididi FM kwa habari moto moto. Na michezoni ni kuwa katika azma ya kuimarisha ukuzaji wa vipaji vya michezo miongoni mwa wanariadha wachanga, chuo cha michezo cha Kenya kimekamilisha programu ya wiki moja ya mafunzo ya kina kwa wakufunzi katika Moi Complex. Mpango huo umeleta pamoja wakufunzi kutoka kaunti 11 katika maeneo ya Mashariki ya Kati na Juu na kuwapa ujuzi unaohitajika ili kukuza talanta chipukizi katika ngazi ya mashinani. James Theuri, mkuu wa maendeleo katika chuo cha michezo cha Kenya, amesisitiza umuhimu wa kukuza vipaji na mapema. Wakufunzi walioonyesha matumaini kuhusu programu hiyo wakibainisha kuwa ujuzi utakaopatikana utakuwa muhimu katika kuwasaidia wanafunzi wenye vipaji kufikia uwezo wao kamili. Theuri pia aliangazia lengo la muda mrefu la mpango huo, akibainisha kuwa kuboresha kwa ukufunzi wa mashinani kutanufaisha moja kwa moja timu ya kitaifa ya vijana. Hii inaashiria hatua nyingine mbele katika kujitolea kwa Kenya kukuza vipaji vya michezo na kujenga mabingwa wa siku zijazo kupitia mafunzo ya programu za maendeleo. Kididi FM kwa habari moto moto. Na mwisho habari zetu awamu ya saa 1, na watakia usiku mwema. Jina langu ni Sara Nzilani.